Hapa ni katikati ya jiji la Zanzibar. Hili ni eneo maarufu visiwani Zanzibar. Ni heshima kubwa nyuma yangu msafara ukiongoza mabasi 10 ambayo ni utekelezaji wa ahadi ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ya kuleta mabasi yanayotumia nishati ya umeme. Mabasi haya yatatumika kubebea abiria zaidi ya 60 kila moja. Hii ni hatua muhimu katika kuimarisha sekta ya usafirishaji visiwani Zanzibar. Tayari nyuma yangu msafara huu ukiwa unapita katika eneo hili kuelekea katika eneo kuu la kituo cha mabasi visiwani Zanzibar Kijangwani. Huu ni utekelezaji wa ahadi za Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi. Na hii ni hatua ya kwanza. Mabasi haya yataendelea kurindima katika ardhi ya visiwa vya Zanzibar kwa ajili ya kuhakikisha huduma za usafirishaji wa abiria zinaimarika. Leo tumeanza kuleta phase yetu ya mwanzo mabasi. Tumeleta mabasi 10 ambayo mabasi mengine yatakuja kadri ya miundombinu itakavyokamilika. Sasa hivi tayari barabara ya kutoka Buyu mpaka mjini, kutoka na airport mpaka mjini imeshakamilika yote, tumeshakagua na tumeridhika kama mabasi yetu haya yanaweza yakafanya kazi. Kwa hiyo tumeleta mabasi haya 10, lakini barabara ya Chuini ikimalizika, barabara ya njia Jumbi ikimalizika, barabara ya Kwani ikimalizika na Magomeni, yote mabasi haya yatakuja. Nia na madhumuni, huu mradi kwanza utaanza katika mkoa wa Mjini Magharibi wote, alafu baadaye utakwenda mikoa mingine kadri serikali itakavyoruhusu na kadri ambavyo miundombinu itakavyokamilika. Lakini cha msingi zaidi tunakwenda kwenye mapinduzi ya usafiri wa umma. Mabasi haya sasa hatakuwa yanatumia cash, pesa taslimu kama vile kulipa kama zamani. Mabasi haya yanatumia either receipt au yanatumia kadi maalum za kielektroniki. Kwa hiyo mteja akiingia ndani ya basi atatap kwa ajili ya kuingia, na akitoka atatap kwa ajili ya kuingia. Tunakwenda kwenye ule uchumi ambao sasa hauhitaji pesa mtu achukue pesa. Kadi yako ndio nauli yako. Hivi katika kitu ambacho kinaleta unafuu kwa wananchi, basi ni matumizi haya ya umeme mbadala. Haya mabasi ndio yanatumia umeme, tuna charge alafu tunatumia charge. Kwa hiyo muda wote haya mabasi yatakuwa yanatumia charge ya umeme. Tofauti na zile gharama za mafuta tulizozoea au gharama za gesi kubwa tulizozoea. Kwa hiyo tukishakucharge mabasi, kwa hiyo charge ya umeme ndio itakuwa inatembea. Kwa hiyo usafiri utakuwa nafuu na utakuwa bora. Na kizuri zaidi, mabasi haya yatatumia vituo maalum. Hakutokuwa utaratibu sasa wa mabasi kusongamana vituoni. Kwa hiyo basi litakuja kwenye kituo, litasimama, abiria ataingia, na kwenye kituo kingine litasimama, abiria atashuka. Mabasi yetu ndani yana kamera. Mabasi yetu ndani yana vipaza sauti. Yana kila aina ya usalama ambao usafiri wa kisasa unahitaji. Kwa hiyo abiria ataingia, mabasi ikifika kituoni ataambiwa sasa hivi tuko kituo gani, atatap ni kadi yake atashuka, au ataingia atatap ni kadi yake ataingia ndani ya basi. Na uzuri zaidi, kama basi sasa hivi yataanza ndani ya airport. Mtu ambaye anasafiri sasa hivi atachukua basi hili moja kwa moja mpaka ndani ya airport, na mtu ambaye anatoka safari zake za nje ya nchi atachukua basi ndani ya airport na atakuja zake mjini. Na tumejenga vituo vingi. Tumeanza kujenga kituo cha Kijangwani ambacho leo hapa tupo. Tunamaliza kituo cha Malindi, tutajenga kituo cha hospitali ya Mnazi Mmoja, tutajenga kituo Koani na maeneo mengine yote. Hivyo vituo vyote sasa vitatumia mabasi ya kisasa yetu ya umeme. Haya ni maendeleo kwa kweli, na nampongeza sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuamua kwa kuturuhusu sisi mfuga fadhili ya jamii kufanya mradi huu. Ni mradi mkubwa na ni mapinduzi kwa kweli. Ishu ya nauli ya vituo inapangwa na mamlaka ya usafiri barabarani, tunaita ZASRA. Sisi tukishakuleta mabasi yetu tutawapa proposal. Sasa hivi tunapendelea labda nauli iwe hii. Wao ZASRA ndo atasema hii nauli iko juu au iko chini, lakini tunataka nauli iwe mule, wastani wa mule. Isizidi wala isipungue sana. Kama kuzidi kidogo, kama kupungua basi kidogo, lakini mamlaka ya usalama na usafiri barabarani wao ndio watakao kupangia nauli. Tafadhalini tumeni nauli. Na lengo swala kweli kubwa ni kumsaidia mwananchi wa kawaida ambaye anatumia. Hapa ni kituo kikuu cha mabasi visiwani Zanzibar kilichopo Kijangwani. Nyuma yangu ni wananchi kadhaa wakiwa wanasubiri huduma ya usafiri. Licha ya huduma hiyo kuendelea kutolewa, bado wananchi hawa wanaeleza juu ya changamoto mbalimbali zinazopatikana za kusubiri kwa muda mrefu kupata huduma za usafiri visiwani Zanzibar. Mwarobaini wa hayo pia umeletwa leo hii chini ya uongozi wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Nao hawakusita kutoa shukrani zao kwa serikali chini ya uongozi wake Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Usafiri upo, lakini sasa umekuwa ni shida, umekuwa ni adha na ni kero pia kwa wananchi. Na pia wanalalamika kutokana na usafiri kwamba machelewa, mafoleni mabarabarani, pia naye kuleta hizo kwamba kayaleta kwa sababu ya
kuondosha kero za wananchi na foleni barabarani. Kusema kweli kwa mabasi haya yatatuongezea tuseme yani shida ya usafiri, sababu tutakuwa tuna usafiri wa uhakika sasa hivi kutokana mabasi haya hayatumii tuseme hana gharama kubwa kama ya kutumia mafuta ama ni ya umeme. Kwa hiyo mabasi ya umeme kama wengine tunasema tuna solar. Kwa hiyo mabasi haya ni mazuri, yanatusaidia katika safari zetu ambazo za nje, kuanzia Bububu, Fuoni, Kwarara huko. Watu wote kila sehemu watapata unafuu wa safari. Pamoja usafiri upo, lakini usafiri kidogo huu utaongeza tija zaidi. Tija na furaha kupanda vitu ambavyo kizuri, sababu unapata kitu kizuri. Na unapanda gari zuri, rangi yake nzuri, na yenyewe alivyo mazuri. Kwa hiyo tunafurahi na Zanzibar yetu sasa ni nzuri. Kwa hiyo tunashukuru alhamdulillah. Ujio wa mabasi haya utatusaidia sana, kwanza kufika shule mapema na pili kufika nyumbani pia mapema. Maana tutaepukana na adha za makonda, kutochukua wanafunzi, na pia hayo yatatuchukua mapema na kuturudisha na kutupeleka shule mapema na kuturudisha shule mapema.